Tukatai kwamba G55 wako kanda yetu wanaendelea kutengeneza ushawishi, na leo tunakumbusha tu, kwa kuwa tuliowaeleza wamekwisha ondoka, na kwa bahati nzuri ikae vizuri, chama chetu hakina hicho kinachoitwa fukuza. Ukizoea kula vilivyokufa, huwezi kula vilivyochinjwa. Wanajiondoa wenyewe, kwa sababu msimamo wa chama ni kwenda kulifanya ili taifa, kila mmoja miongoni wetu akapate keki ya taifa. Wao walikuwa kwa sababu zao binafsi, wanajiondoa wenyewe. Chama hiki hakina mpasuko, chama hiki hakifukuzi watu, na hii ni muhimu. Ndugu waandishi wa habari, mwe mnawauliza, kwa sababu hamaji wao tangu wajumbe wa sekretariat ya chama taifa mpaka mtu wa kawaida, sababu zao zinafanana. Kimamlaka na utaratibu wetu wa chama tulikuwa hatupashi kuwazungumza, lakini kwa sababu wamemisbehave na sio viongozi, tutawakumbusha tu namna na utaratibu ambavyo katiba yetu inalindwa, inasimamiwa na kila mwanachama hai wa chama hiki, namna ya uwajibikaji katika shughuli za chama na vikao mbalimbali vya ndani ya chama chetu. Misingi ya chama chetu kwenye hii katiba inasimamiwa, inalindwa, na tutailinda kwa wivu mkubwa. Na hii no reform no election imetupelekea kuwajua wahuni wote waliokuwa madarani ndani ya chama. Na nataka niwaambie ndugu waandishi wa habari na Watanzania mnaonisikiliza, Chadema sasa imeimarika kuliko miaka yote tangu usajili wake, na ni imara, na Watanzania wanakikubali chama hiki. Na mwisho nimaliza kwa kusema, hatutakwenda kwenye uchaguzi kama taifa kama hakutakuwa na reforms za mfumo wa uchaguzi. Sisi tunasema kama Magharibi, operation ya no reform no election inayoendelea, inayoongozwa sasa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, Magharibi tunawasubiri kwa hamu. Tunaendelea na mapambano, tunaendelea kujipanga. Watanzania wanataka kuwaona tu viongozi wetu wa kitaifa, kuwakumbusha, kwa sababu tuko tayari. Sisi tunashindwaje kuwa sawa na mjumbe wa kudumu wa kamati kuu? Unakuaje sio sawa na muasisi, kamanda aliyepambana miaka 21 kukijenga chama? Sisi wengi wa vijana unaotuona kwenye chama sasa hivi tuna jeuri ya kusimama mpaka kwenye hizi press, ni matokeo ya malezi ya Mbowe. Na Mbowe ndiye aliyetufundisha sisi kukilinda chama, na ulinzi na mapambano tunayoendesha kukilinda Chadema sasa hivi yanatokana na malezi mazuri ya Freeman Mbowe. Tunashindwaje kuwa na upendo na baba yetu aliyetulea? Hatufundisha. Na moja kati ya kauli ya Mheshimiwa Mbowe siku zote alikuwa anasema, kilindeni chama kwa uwivu mkubwa. Na ndio maana si unaona hapa tumekaa tunapambana. Huu ni uwivu unaotusumbua. Tunalinda chama kwa uwivu wa ajabu, kwa sababu Mheshimiwa Mbowe alitulea hivyo. Tunampenda sana baba yetu, tunamthamini kuliko mnavyodhani. Kwa niseme tu tuko sawa na Mheshimiwa Freeman Mbowe, na Mungu akijalia muda si mrefu na tumaini utamuona kwenye operation ya no reform no election. Isipokuwa sisi tupuuze maneno ya G55 ambao kila sehemu anaenda wanawadanganya watu. Sisi tumetumwa na mwenyekiti. Sisi tumetumwa na mwenyekiti mstaafu. How sure you are? Ulimsikia? Kwa hata hao wahuni wa G55 automatically ukifuatilia vizuri wanalitumia tu vibaya jina la Freeman Mbowe. Lakini Freeman Mbowe yuko safi, mjumbe wa kudumu wa kamati kuu, na tunampenda sana, tuko naye kwenye chama, wala hatuna baya.